la jengo hili pamoja na uzinduzi na kuliweka wakfu tunafanya katika jina la Mungu wa Utatu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. KKT Dayosisi ya Kaskazini, Jimbo la Kilimanjaro Mashariki, Usharika wa Kirua. Risala ya uzinduzi wa jengo la ibada mtaa wa Kiwaloni inayosomwa leo tarehe 16 mwezi wa 3 2025. Mheshimiwa Baba Askofu Dr. Frederick Onaeli Shaw, Mheshimiwa Msaidizi wa Askofu Mchungaji Deogratias Msanya, Mheshimiwa Katibu Mkuu Mhandisi Zebadiah Moshi, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu SPA Munguatosha Makiao, Mheshimiwa Mkuu wa Jimbo Mchungaji Calvin Enoch Kola, mpendwa mkuu wa pili wa Jimbo mteule Mchungaji Jerome Kimaro, wapendwa wachungaji wote, wapendwa wa injilisti, parishweka, wadiokonia na masista, wapendwa wageni waalikwa na washarika wote, mabibi na mabwana, Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Mheshimiwa Baba Askofu, washarika wa Usharika wa Kirua na kipekee mtaa huu wa Kiwaloni wanayo furaha kubwa kukukaribisha wewe na wageni wote uliofuatana nao siku hii ya leo, ambayo kwetu sisi washarika wa Kirua hatuwezi kuisahau katika maisha yetu yote. Washarika wa Kirua kwa muda mrefu wamekuwa na matamanio makubwa ya wewe kufika katika usharika wetu, jambo ambalo kwa mipango ya Mungu limewezekana leo wewe kukanyaga katika usharika wa Kirua. Mheshimiwa Baba Askofu, inaomba kutumia nafasi hii kuweka historia ya Ukristo na hasa Ulutheri katika eneo hili la Kirua. Mheshimiwa Baba Askofu, Injili katika eneo hili la Kirua iliingia mwaka wa 1943. Wakati huo mtaa wa Kirua ukiwa chini ya usharika wa Kidia na ukiongozwa na Mchungaji Ndesanjo Kitange. Tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka wa 1947 kanisa hili la Kiwaloni lilifunguliwa rasmi na tukio kubwa la kubatizwa kwa mangi wa eneo hili aliyeitwa Mangi Mashingia. Ilikuwa chachu ya kuongezeka kwa Wakristo wa Lutheri katika eneo la Kirua. Mwaka wa 1948 usharika huu wa Kirua ulianza kutunzwa na usharika wa Ashira uliokuwa katika jimbo la Kilimanjaro Mashariki, ambao wakati huo lilikuwa jimbo moja na jimbo la Kilimanjaro Kati, chini ya Mchungaji Ndesanjo Mfuru na Mchungaji Amiram Sandi kuanzia tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka 1948. Mheshimiwa Baba Askofu, mwaka wa 2003, siku ya kumstafisha marehemu Mchungaji Geoffrey Mashingia, hayati Baba Askofu Dr. Erasto Kweka alitoa wazo la ujenzi wa jengo jipya la ibada. Siku hiyo ilifanyika harambee ya kwanza iliyofanikisha kupatikana kwa kiasi cha Kitanzania shilingi 500,000. Fedha hii iliwezesha kuanzishwa kwa ujenzi wa jengo hili la ibada linalozinduliwa leo na kukamilika mwaka huu wa 2025. Mheshimiwa Baba Askofu, kutokana na jiografia ya eneo hili la Kirua kuwa misioni, ililazimu jengo hili la ibada kujengwa kwa muda mrefu.
Tunatoa shukrani za dhati kwa dayosisi yetu ya Kaskazini kwa kutoa mchango mkubwa wa bati zote, saruji, papi, nondo, fedha na ushauri. Pia tunashukuru uongozi wa jimbo letu la Kilimanjaro Mashariki, kipekee mkuu wetu wa jimbo na sharika zilizochangia ujenzi wa jengo hili. Ni pamoja na wahisani waliojitoa kwa hali na mali katika kuwezesha kukamilisha ujenzi wa jengo hili. Kipekee wenzetu wa kanisa la Katoliki, na hapa ni wataji wachache, wako wengi ambao waliofanya kazi hii. Familia ya kina Mlai kiongozwa na Mkunde, familia ya kina Ngalewa au kina Kesi, familia ya kina Macha. Lakini pia tunashukuru sana na tunawaombea baraka za Mungu. Hata hivyo, tunamshukuru Mungu aliyewawezesha Wakristo wa usharika huu pamoja na uchache wao wakishirikiana na walioko safarini. Kupitia michango yao tumewezesha kukamilisha ujenzi wa jengo hili la ibada. Hadi kufikia siku hii tunayohamia jengo hili la ibada, kazi hii imefanyika kwa muda wa miaka 22 na limegharimu kiasi cha shilingi za Kitanzania milioni 121.5 ikiwa ni pesa taslim na nguvu za Wakristo ambazo ukizithaminisha zitazidi kiasi kilichotajwa hapo juu. Shukrani. Mheshimiwa Baba Askofu, shukrani zetu za kwanza ni kwa Mungu aliyewezesha kazi hii kufanyika na kumalizika kwa wakati huu. Tunashukuru uongozi wa dayosisi yetu kwa kujitoa kwa mambo mbalimbali, ikiwemo ujenzi wa jengo hili, ikiwa ni pamoja na kuweka kipaumbele kwenye sharika za misioni kupitia sadaka ya Epifania. Tunashukuru uongozi wa jimbo la Kilimanjaro Mashariki kwa ushirikiano na kututia moyo katika kuwezesha kazi hii kufanikiwa, pamoja na mambo mengine wanayojitoa kwa maeneo haya ya misioni. Tunashukuru wachungaji waliofanya kazi katika usharika huu, Mchungaji Ndeleona Macha, Mchungaji Fredrick Amos Kombe, kwa bidii walizoziweka katika kufanikisha ujenzi wa jengo hili la ibada. Ni pamoja na watumishi wote waliohudumu katika usharika huu. Tunatoa shukrani zetu za dhati kwa sharika za dayosisi kwa mchango wao katika kufanikisha ujenzi wa jengo hili. Tunawashukuru ndugu zetu wa dhehebu la Katoliki kwa ushirikiano wao mkubwa na michango yao. Mungu awabariki sana. Mheshimiwa Baba Askofu, nitumie nafasi hii kuwashukuru washarika wa usharika huu wa Kirua kwa jinsi walivyofanya kazi hii kwa kujituma bila kukata tamaa. Mwisho, si kwa umuhimu, tunaishukuru sana kamati ya Funga Mwaka na Yesu inayoongozwa na Mheshimiwa msaidizi wa askofu kwa mchango wao mkubwa, na bila kumsahau ndugu yetu Enoch Zadokola na wengine wengi, Raymond Benjamin Mushi, ambao wao wamekuwa sehemu ya kufanikisha ukamilikaji wa jengo hili. Mheshimiwa Baba Askofu, tunakiri wazi kuwa mkono wa Mungu ulikuwa nasi katika yale yote tuliyoyafanya, na tunaungana na Mfalme Daudi katika Zaburi ile ya 26 mstari ule wa 8 akisema, Bwana, nimependa makao ya nyumba yako na mahali pa maskani ya utukufu wako. Mheshimiwa Baba Askofu, baada ya taarifa hii fupi, sasa kwa heshima na kuomba utusaidie kuweka jiwe la msingi na kufungua jengo hili la ibada na kuliweka wakfu. Naomba kuwasilisha mimi Mchungaji James Sambo, mchungaji kiongozi, tarehe 16 mwezi wa 3
2025. Amen. Asante mchungaji kwa risala hiyo. Na sasa tuimbe ile fungu la pili la ule wimbo wa 256 tulioimba, ndipo tutasikia maneno ya Mungu yatakayosomwa na wachungaji kuhusu ufunguzi huu. Wa nyumba hii utakuwa mkuu kuliko utukufu wake wa kwanza, asema Bwana wa majeshi, na katika mahali hapa nitawapa amani, asema Bwana wa majeshi. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, na yatafuta la chozi katika macho yao. Amen. Na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Amen. Amen. Mwendee yeye, jiwe lilo hai, lilokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai, mmejengwa mwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Amen. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Amen. Wakaimbiana wakamhimidi Bwana na kumshukuru, wakasema, kwa kuwa mwema, kwa maana fadhili zake Israeli za milele. Kisha watu wote wakapaza sauti zao na kupiga kelele, wakamhimidi Bwana, kwa sababu msingi wa nyumba ya Bwana umekwisha kuwekwa. Amen. Nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu, na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala. Makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu yangu, kwa maana nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Amen. Na mlishike sana ungamo la tumaini letu, lisigeuke, maana yeye aliahidi ni mwaminifu. Tuangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo na kazi nzuri, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Amen. Tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba na Muumbaji wetu, wewe umesema kwa neno lako kwamba wewe usipoijenga nyumba, waijengao hufanya kazi bure. Na
Tena usipoulinda mji, yeye aulindaye akesha. Tunakutukuza Mwenyezi na Baba wa milele, Mungu wa baba zetu na watoto wao. Kwa hiyo umetuchagua tuwe taifa lako na warithi wako katika mwanao Yesu Kristo, ambaye ni kichwa cha kanisa, ambaye ameturuhusu tumjengee patakatifu kwa ajili ya utukufu wa jina lake, mahali ambapo tutakusanyika na kukutumikia na kukuabudu. Tazama, Mungu, mbingu na mbingu za mbingu, wewe huwezi kuenea sembuse nyumba hii tuliyoijenga sisi, lakini bado Mungu unapenda kukaa katikati yetu, na mwanao Yesu Kristo ametuahidi akisema, walipo wawili au watatu wamekusanyika katika jina lake, naye atakuwa papo hapo katikati yao. Sasa tunakushukuru Mungu ulivyoongoza na kuilinda kazi ya jengo hili kwa miaka yote hii hata ikafikia mwisho huu mwema. Tunakuomba sisi wanao wenye mikono isiyotakata, uikubali nyumba hii ikaitwe kwa jina lako. Tunakushukuru kwa ajili ya wale wote waliojitoa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba hii. Tumeweka jiwe la msingi la nyumba hii pamoja na kufungua, tukitambua ya kwamba hakuna msingi mwingine zaidi ya ule ambao umekwisha kutuwekea Baba, ambao ni Yesu Kristo mwana wako na Bwana wetu. Tunakuomba Mungu, wote watakaoingia na kukuabudu katika nyumba hii ukajifunue kwao kwa neema yako, ukamwage Roho Mtakatifu juu ya wote wanaoongoza ibada na washarika wote watakaoingia katika nyumba hii, ili kwamba pawe ni mahali neno lako litakapohubiriwa kwa uwazi na kwa usafi na kushinda katika mioyo ya watu wako waaminifu. Tunakuomba kwa neno lako uwafumbue walio vipofu wa kiroho na ukazibue masikio yao viziwi wa kiroho. Ponya waliokufa moyo na kukata tamaa, kawafungue waliofungwa na dhambi, wape nguvu walio dhaifu na kuwafariji wanaoteswa, kuwapa watu wako toba ya kweli. Tunazidi kukuomba tena Mungu, ukubali nyumba hii iwe nyumba yako, ukawabariki wote waliojitolea kwa ajili ya kazi hii. Wabariki wote wanaoingia humu na kutoka, kwa jina la mwana wako Yesu Kristo tunaomba, utusikie. Amen. Amen. Na sasa kwa mamlaka iliyopewa na neno la Mungu na mamlaka iliyopewa na kanisa, ninaliweka jiwe la pembe, jiwe la msingi la nyumba hii ya Bwana katika jina la Mungu wa Utatu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Bwana akubariki, akulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Bwana akuinulie uso wake, akupe amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Na kwa mamlaka niliyopewa na neno la Mungu na mamlaka niliyopewa na kanisa, ninaweka sasa wakfu nyumba hii ya Bwana, nyumba ya ibada, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen.
Bwana akubariki, akulinde. Bwana akuangazie nuru za uso wake, akufadhili. Bwana akuinulie uso wake, akupe amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Sasa wapendwa, tunafungua nyumba hii sasa ya Mungu, nyumba ya ibada, katika jina la Mungu wa Utatu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Yesu Kristo Bwana wetu anasema, mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Kwa hiyo sasa tunaingia kwa jina lake, tukimsifu na kumshukuru Mungu, tukiimba ule wimbo wa 234. Wachungaji mtaongoza, nifungulie mlango niingie Sayuni. Na huko akina mama mkishangilia sana mpaka tutakapokuwa tumeingia, ndipo tuendelee na sehemu iliyobaki ya kukamilisha uwekaji wakfu wa nyumba hii ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tuingie sasa tukiongozwa. Wazee wa usharika, nifungulie Oh, yeah.
sasa nyumba hii imewekwa wakfu kwa Bwana kwa kazi yake na ibada yake. Amen. Na zibarikiwe kuta hizi ambazo zitarudisha miangwi ya nyimbo zetu za kumsifu Bwana. Amen. Amen. Na ibarikiwe mimbari hii ambapo injili ya Kristo itahubiriwa. Amen. Amen. Na ibarikiwe madhabahu hii ambapo manukato ya sala zetu yatatolewa kwa Bwana na ambapo mwili na damu ya Yesu Kristo itatolewa kwa ushirika wake. Amen. Na ibarikiwe nyumba hii kwamba makelele ya unajisi wa dunia viwe mbali nayo, na ushirika wa watakatifu upate maficho chini ya kivuli cha mabawa ya Baba Mwenyezi Mungu wetu. Sharika tuseme amen mara 3. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi nyumba hii imekwisha kufunguliwa rasmi. Nataka kusikia mashangilio mengi kwa Mungu. Basi sasa tuweze kuendelea na ibada yetu.